Sisi kamati ya amani ya mkoa wa Mwanza kwa kushirikiana na viongozi wa serikali, viongozi wa dini zote, Wakristo na Waislamu, tunaungana kwa sauti moja kutoa ahadi na rai kwa serikali na wananchi wote wa Tanzania kwamba tutaendelea kuhamasisha wananchi wa mkoa wa Mwanza na nchi nzima kujitokeza kwa wingi kupiga kura kwa uhuru na kwa haki siku ya tarehe 29 Oktoba 2025. Tunawahimiza wananchi wote kutumia haki yao ya msingi ya kupiga kura kwa kumchagua rais, wabunge na madiwani katika ngazi zote kwa upendo, busara na uwazi. Baada ya kumaliza zoezi la kupiga kura, tunawasihi sana wote warejee majumbani kwao kwa utulivu, bila vurugu na bila maneno ya chuki, ili kudumisha taswira njema ya taifa letu ambalo ni taifa la amani. Aidha, tutaendelea kwa sala, dua na maombi tukimwomba Mungu aibariki Tanzania, aendelee kutupa hekima, umoja na amani katika kipindi chote cha uchaguzi na hata baada ya hapo. Tukumbuke kwamba amani ni nguzo ya maendeleo, umoja ni nguvu na upendo ni suluhisho la kila changamoto. Na tuombe vyombo vyote vinavyosimamia uchaguzi kwa pamoja tudumishe amani, mshikamano na upendo kwa maendeleo endelevu ya taifa letu. Mungu ibariki nchi yetu ya Tanzania na asanteni sana. Tusidanganyane, amani kwanza. Hauke tukapige kura, na kuacha kwenda kupiga kura ni kujidhulumu, kwa sababu utaacha atachaguliwa ambaye wewe hutaki, atachaguliwa asiyefaa, halafu ndani ya miaka mitano utabaki unajuta juto la Firauni. Hatuwezi kujuta sisi, twende tukachague, tujitokeze tukachague. Lakini na mimi nikazie maneno ya askofu wakati namaliza, tunapokwenda kuchagua lazima tupime. Tumefanya kazi nzuri ya kuasesa hapa, tunakwenda kuangalia chama hichi, mgombea wa rais, mgombea wa ubunge, mgombea wa udiwani, tunakwenda kuwasikiliza. Wako wanaosema tutafanya, tupeni kura, tutafanya. Wako wanaosema hivyo, wako wanaosema mimi nikiingia nitashauri, lakini yuko anasema mimi nitaendeleza. Sasa akili kichwani kwako, ukamchague nani? Thomas Jefferson alikuwa ni mmoja wa mababa wa katiba ya Marekani. Wala ambao mnafuatilia historia ya Marekani mnaweza kuungana mkono na mimi. Aliwahi kusema ya kwamba uhuru kamili wa nchi yeyote ni uwezo wa wale watu kujua katiba yao inasema nini na kuifuata. Inasema sio kujua tu inasema nini, lakini na kuifuata pia. Kama mimi ninasema ni Mtanzania na nina katiba yangu na siwezi kuifuata katiba yangu kwa taratibu ambazo mimi mwenyewe nimekubali, basi bado mimi ni mtumwa wa fikra. Kwa hiyo ninawaombeni sana ndugu zangu ya kwamba twendeni tukapige kura. La mwisho kabisa ambalo ninawaasa na ninataka kusema kwa nguvu zangu kubwa sana, kushawishiana kutokupiga kura, ninaamini haisaidii mimi wala haikusaidii wewe. Lakini jambo la pili, kufanya fujo na maandamano na kuleta chaos siku hiyo ya upigaji wa kura hainisaidii mimi wala haikusaidii wewe. Ni vizuri kuchagua fungu jema ambalo baada ya uchaguzi tunajua kuna maisha. Mimi ninaamini sisi kama viongozi wa dini tuitumie nafasi kwa siku hizi chache nane zilizobakia, tuyaase makundi yetu, tuwahimize wapige kura. Namba mbili, tuwahimize waache fujo. Kuna mwanafalsafa mmoja anasema hivi, vita haitafuti mtu aliye sahihi, lakini vita huwa inatafuta mtu aliyesalia ili imalize. Kwa hiyo tukiingia kwa sababu ya mihemko ya kushawishiana katika makundi yetu, viongozi wangu wenzangu wa dini, tutaiharibu nchi, tutaharibu tume ya nchi hii, na mwisho wa siku, baada ya siku za uchaguzi, tutaregret ya kwamba hatukufanya maamuzi sahihi na hatukuwaongoza watu wetu kusimama katika njia iliyo sahihi. Amani na utulivu ni ajenda ya kudumu katika nyumba zetu za ibada, na wakati huu wa uchaguzi uko mbele yetu, tunaweka mkazo kabisa na kusisitiza, na kwa kuwa sisi ni viongozi, basi tunaoongoza sisi tuonyeshe mfano, ndipo atatufuata. Tumebakisha tu tarehe chache ili tufikie kwenye uchaguzi kubwa. Biblia inasema tafuteni
tafuteni kwa bidii kuwa na amani na watu wote, ili tufanye maamuzi ya busara. Tunahitaji amani ya moyo, na amani inaanzia moyoni, alafu inaenda kwa wengine. Kwa hiyo tunapoenda kwenye uchaguzi, tumesikia mengi, lakini kubwa, tutafute amani. Sisi tunayo Jamhuri yetu ya Muungano wa Tanzania, na sisi tumejaliwa kuwa na viongozi wetu wakiongozwa na mpendwa wetu Daktari Samia Suluhu Hassan. Huwezi kumwombea kiongozi yeyote au jirani yako yeyote kama humpendi. Na wapendwa sana viongozi wa dini, tunaitazama nchi yetu kama yai, kama dhamana tulionayo, kama dhahabu tulionayo. Tunautazama umoja wa Watanzania kama tunu ambayo ikiporomoka hakuna mtu yeyote wa kuja kutupa chumvi. Sote tunakumbuka hivi karibuni wakati wa korona, kila nchi, kila mtu aliambiwa abaki nyumbani kwao. Wale waliokuwa hapa waliondoka kwenda katika mataifa yao, na sasa wageni ambao wamekuwa wakikimbilia Tanzania, ni lazima tuendelee kuwaambia wale wa Afrika hii bila vurugu inawezekana, na mfano wake huo uko Tanzania. Afrika hii, amani ambayo tunaendelea kuwafundisha mataifa jirani na walimwengu kwa ujumla, wanakuja kuendelea kujifunza amani hiyo, mshikamano huo, upendo huo, udugu huo katika Jamhuri yetu hii ya Muungano wa Tanzania. Tunao uchaguzi mkuu. Uchaguzi mkuu ni jambo linalotuunganisha Watanzania wote. Tujadili, lakini tusisitize miongoni mwetu, wananchi wetu, waumini wetu wote wa dini zote, asibaki mtu nyumbani. Twendeni tukapige kura, tuendelee kuikumbusha Afrika Tanzania hii ambayo imeasisiwa na Julius Kambarage Nyerere imeendelea kuwa Tanzania ile ile, lakini bora zaidi, inaendelea kung'aa, lakini inashamiri zaidi. La pili, tuwakumbushe vijana wetu, waumini wetu kwamba hakuna tunu muhimu katika taifa zaidi ya amani, upendo na mshikamano. Tunapofanya zoezi hilo la kupiga kura, tunapowasisitiza watoke, basi tuhakikishe kila mtu anailinda hiyo amani, anashiriki katika upendo wa Tanzania na anafanya zoezi la haki yake ya kupiga kura. Nataka niwahakikishieni wanasemina, wadau wa amani na maendeleo, wana Mwanza, kwamba serikali inafahamu na tutatimiza wajibu wetu wa kuwalinda raia na mali zao wa mkoa wa Mwanza katika kipindi hiki, kipindi cha uchaguzi na hata baada ya kumalizika kwa uchaguzi mkuu tarehe 29 Oktoba ya mwaka huu. Kwa hiyo tuwe na amani, twendeni tujitokeze kwenda kupiga kura bila hofu yoyote, mkiamini kwamba serikali iko kazini na itatimiza wajibu wake. Watu wetu ni wale wale, tunawategemea katika maeneo mbalimbali, na ndio maana tunaitana sisi kama serikali na nyinyi kujenga misingi ya kuwaimarisha watu wetu, kwa sababu watu ni wale wale. Ninawashukuruni sana viongozi kwa uvumilivu wenu. Endeleeni kuwa wastahimilivu, endeleeni kutumia busara na hekima katika kuelimisha wananchi kuhusiana na uchaguzi na hata baada ya uchaguzi. Lakini nimalize kwa kusema serikali yetu, wakati wowote viongozi wa dini wanapokuwa na mambo wanayoyaona hayako sawa, wanayo fursa pia ya kuomba kukutana na viongozi wakuu wa serikali, wakakutana nao, wakasikilizwa na wakatoa maoni na ushauri wao. Tumekuwa tukishuhudia viongozi wetu wakifanya hivyo. Kwa hiyo hizi ni njia bora zaidi za kufanya ili kuimarisha na kuleta umoja, mshikamano na upendo katika taifa letu.